watu waliopewa nidhamu wakaingizwa nidhamu kwamba watatembea kama wanafunzi, akili zao zitakubali kuwa wanafunzi. Lakini hii ni shughuli. Sometimes unakuta watu wako lakini hajakubali kuwa mwanafunzi bado, hajakubali kuwa mwanafunzi kabisa. Naomba usinifundishe, usiniambie, naelewa. Staki, anagoma. Unamwelekeza hapo atagoma hivi, ambia huyu hajakubali kuwa mwanafunzi, hakuelewi, hajakubali kuwa mwanafunzi. Lakini akikubali kuwa mwanafunzi ataelewa. Ndio maana kuna kitu fulani pale walikizungumza, nataka ukielewe katika upana wake. Sasa sema, ametaka kunifuata mimi, nafanya nini? Ajikane mwenyewe, sio? Ajikane mwenyewe. Nini? Akijikana mwenyewe atakubali kuwa namna ile ambayo anapaswa kuwa. Ataweka kando kila namna anayofikiria yeye kwa namna yake, ambayo atakubali kufundishika. Amejikana mwenyewe, atakubali kuongozwa. Si amejikana mwenyewe, amejikana, amekataa matakwa yake, amekataa, anataka sasa kusikia kutoka, amekataa kujiongoza mwenyewe. Sasa atakubali kuongozwa, atakubali kutii, atakubali kuelekezwa. Huyu tayari atakuwa amefanyika mwanafunzi, maana ajikane mwenyewe ni kipengele cha mtu kuandikishwa na kuingia kuwa sasa mwanafunzi. Maana ataendeshwa, tutafeed akili yake kile ambacho tunataka tumlishe. Asipojikana mwenyewe atakataa kula hiki silagi kwa sababu mimi sipendagi. Umejikana sasa, unabidi ule hili neno, ule hili fundisho, utasamehe, utapenda, hutakuwa na kinyongo, hutakuwa na ghadhabu, hutakuwa na hasira. Umejikana, inanilazimu tu ni kwa sababu mimi natembea kwa mikondo ya mwingine, naye ni Yesu Kristo. Ndio maana mtawafundisha kuyashika yote niliyofundisha. Manake lazima wabebe kile, wawe wa kwangu. Msipowafundisha yale ambayo nimewaambia ninyi, mko hapo ya kwenu, mnataka wewe wa kwenu. Kwa hiyo mnawafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Manake mnitengenezee watu, mnitengenezee wanafunzi.